Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba ya Netanyahu wiki ijayo kule Marekani inaweza ikaja na jambo lolote. Kuwa mimi binafsi nina muda mrefu sijakaa kwenye TV kuangalia matukio ya Gaza. Msinione hivi, mimi nasoma tu habari, lakini sitaki kutazama taarifa kwa sababu siwezi kuzitazama. Yani moyo wangu huwa mara kadhaa nawaambia una kipimo na ukifika mwisho hauwezi. Mimi binafsi siwezi kutazama ule uhalifu unaofanyika, yale mauaji yanayofanyika, yani ule kuvuka mstari mwekundu kuliko pitiliza ndani ya Gaza. Siwezi kushuhudia watoto wakiwa wamedhoofika, yani wakiwa kwenye starvation ambayo haina maelezo. Moyo wangu hauwezi kushuhudia watu wakiwa wamekatwa kwenye ajali, watu wakiwa wameraruriwa na makombora. Moyo wangu hauwezi ukashuhudia vitu kama hivyo. Sina huo moyo. Kwa hiyo hata taarifa za Gaza nimebaki kuzisoma tu, lakini sitaki kuangalia video, sitaki kutuma. Na ndio maana kuna wakati kama vile sizungumzi sana kuhusu Gaza, lakini akili yangu, moyo wangu, kila kitu changu kimebaki kuwa Gaza, kuangalia kile kinachotokea Gaza. Uhalifu mkubwa, uhalifu ambao historia itakuja kutuhukumu binadamu katika zama hizi, zama ambazo dunia ilikuwa inadanganywa kuwa iko kwenye kiwango cha juu kabisa cha ustaarabu, iko kwenye kiwango cha juu kabisa cha haki za binadamu, na ndio kipindi ambacho haki za binadamu haziheshimiwi kabisa, na imeonekana kabisa kuwa hizi ambazo tulikuwa tunafahamu kama haki za binadamu ilikuwa ni geresha na ilikuwa ni si lolote katika haki za binadamu, kwa sababu hakuna sheria yoyote ya kimataifa iliyobaki kuwa haijavunjwa. Leo hii unasikia jeshi la Israel IDF linasema kuwa linafanya uchunguzi kufuatia taarifa iliyoandikwa kwenye gazeti la askari kuwafyatulia risasi raia waliokuwa wakichukua misaada kule GHF. Yani ni maigizo ambayo yamekuwa ya kitoto na dunia imekuwa ikikubaliana na kukubaliana. Nimeuliza nilipokuwa BBC kuwa uchunguzi kuhusu vifo vya wahudumu 15 wa Umoja wa Mataifa waliouawa na brigade ile ya Golan miezi miwili iliyopita, uchunguzi uko wapi? Kwa sababu alitaka kujichunguza mwenyewe anayeshutumiwa kufanya uhalifu. Uchunguzi uko wapi? Uchunguzi wa miaka miwili wa shambulizi baya kabisa kwenye hospitali ya Baptisti, Ahli Baptisti pale Gaza, wa Palestina 350 waliuawa. Uchunguzi ulifanyika pale. Uko wapi uchunguzi? Umetoa faida gani? Uchunguzi uliofanyika kabla ya mashambulizi ya Oktoba 7, Israeli mwaka 2021 ilimuua kwa risasi mwanahabari wa Al Jazeera Shirin Abu Akleh. Mwaka 2022 walimuua Shirin Abu Akleh kwa risasi. Askari wa Israeli kampiga risasi ya kichwani pale Jenin, nje ya kambi ya Jenin. Israeli ilitaka ijichunguze, lakini mashirika ya kimataifa yalifanya uchunguzi, na Israeli baadaye wakatoa taarifa wakathibitisha kuwa aliuawa na askari wa Israeli. Kuna hatua gani zimechukuliwa? Hakuna hatua yote, licha ya kuwa Shirin Abu Akleh alikuwa na uraia wa Palestina na Marekani, lakini kwa sababu asili yake ni Palestina, hakuna chochote. Hata Marekani hajaweka shinikizo lolote kwa Israeli kuwa hii ulivunja. Sasa tunataka roho ngapi ziaminike kuwa zimekufa ili hili liweze kumalizika? Namalizia na hili moja ambalo nilizungumza. Nadhani nilizungumza wiki 2 zilizopita wakati wa ugomvi wa Trump na Elon Musk. Nikasema kabisa kuwa, au nimezungumza wiki jana, nikasema jamani, Marekani ijayo itakuwa ya ajabu sana. Kuna fursa moja ambayo matajiri wataiona na wataitumia. Kuna rafiki yangu mmoja humu kwenye mitandao huwa ananitumia message wakati mwingine, ananiambia Rahby, usiseme lolote kwa sababu umekuwa ukisema vitu vinatokea. Mimi sio mtabiri jamani, mimi sio mtabiri. Mara zote huwa nawaambia sina utabiri wowote, lakini siasa, always huwa nawaambia siasa na masuala ya kimataifa duniani, jamani, labda usiwe mfuatiliaji, lakini ukiwa mfuatiliaji na kichwa chako kimetulia, unayaona mambo kwa wazi kabisa yanavyokuja. Niliposema kuwa uchaguzi wa Marekani na wanasiasa wa Marekani kumilikiwa kwa sababu ya fedha, hii itakuja kuvuruga Marekani, kwa sababu kuna siku tajiri mmoja atakuja kuwanunua. Sasa msikie Elon Musk alivyokuwa anaweka tishio kwenye hii BBB ambayo imepita jioni hii. Kuna mswada mmoja ambao wa Marekani uliosababisha ugomvi kati ya Trump na Elon Musk, mswada ambao umepitishwa.
mswada ambao Elon Musk alisema kuwa ikiwa huu mswada utapitishwa, basi ninaanzisha chama kipya cha Marekani. Yani ninaanzisha chama kipya ambacho kitakuwa sio Republican wala sio Democrat, kwa sababu yeye anaamini kuwa hakuna tofauti ya Democrat na tofauti ya hawa wengine Republican. Hii ni kauli ambayo iliwahi kutolewa na kiongozi gani? Nadhani alikuwa ni kiongozi kama kumbukumbu zangu ziko sawa, ni Fidel Castro wa Cuba. Alikuwa anasema kuwa hakuna tofauti ya Democrat na Republican. Hawa wote ni wahafidhina, isipokuwa chama kimoja kina msimamo mrengo wa kushoto, kingine mrengo wa kulia, lakini vyote vinalinda maslahi ya Kizayuni. Vyote ni kweli. Sasa Elon Musk ametishia kuwa ikiwa huu mswada utapita, basi anakusudia kuanzisha chama kipya ambacho kitakuwa hakifungamani na Republican wala Democrat. Anasema kuwa chama ambacho kitabeba anasema kitabeba maono au matamanio ya Wamarekani. Nadhani aliposti kule kwenye mtandao wa X, na zaidi ya 80% walisema ndio aunde chama. Yani maana yake kuwa Wamarekani hawana chaguo, kwa sababu wamepigwa loki kwenye Republican na Democrat, yani hivi vyama. Halafu ni vyama ambavyo vinalinda maslahi ya sehemu moja. Sasa tayari kuna watu wameona kuwa ili tupate suluhu ya Marekani ya ukweli, ni lazima tutoke kwenye Republican, tutoke kwenye Democrat. Yani ni lazima tuondoke hapa. Ukiangalia mfano kabla ya uchaguzi wa Marekani, kura za maoni za Marekani ambao watu walikuwa huru, wanasema kuwa sijui kama nitapiga Republican au Democrat, walikuwa juu ya 48%. Halafu waliokuwa wanasema kuwa watapiga Republican ni 28%, Democrat 28%. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kuna idadi kubwa ya Wamarekani ambao hawafungani na Republican wala Democrat, lakini wako tayari kupiga kura kwingine. Sasa je, Elon Musk kutimiza hili kwa uwezo wake wa kifedha anaweza kutimiza? Je, hawa wanaomiliki biashara wa Marekani wako tayari kumwachia hilo? Lakini nani alimuua John F. Kennedy? Kwa sababu alikuwa ni mpinzani wa nyuklia za Israeli. Nani alimuua? Sasa hapa ni mawili, kuwa ima Elon Musk aamue kujilipua, ila yoyote yanawezekana, hata uhai wake utakuwa hatarini, kwa sababu Wazayuni walioishikilia serikali ya Marekani wanaamini wao ni salama katika vyama vyote, kuwa Republican, Democrat, lakini wanafahamu kuwa mabadiliko ya kasi yaliyokuja kwa raia wa Marekani wanataka mabadiliko makubwa hivi sasa. Na kama kweli Elon Musk atatumia fedha zake kuanzisha chama, wanaamini kabisa kuwa ataenda kuathiri moja ya vyama hivi. Licha ya kuwa kuna chama kinaweza kikashinda, lakini anaweza kuathiri wapiga kura wengi kwa idadi kubwa. Sasa je, hawa matajiri ambao ndio biashara kubwa za Elon Musk wanazishikilia, wako tayari kumwachia afanye hivyo au watadili naye? Nimeona Trump anasema kuwa akiendelea tutamrudisha arudi kwao Afrika Kusini. Maana yake mara hii sio Marekani tena, anatajwa kuwa ni Mwafrika Kusini kwa sababu amepingana na nani? Na Donald Trump. Lakini Elon Musk kashikilia pale anasema kuwa tunahitaji mabadiliko makubwa ya sera. Lakini Trump anang'ania kuwa huu uamuzi wa kupitisha kuwa huu mswada ulikuwa unaenda kumuondolea ruzuku kwenye kampuni yake ya Tesla, ambayo imepata hasara zaidi ya 150 billion kwenye soko lake la hisa, imeporomoka. Sasa nililizungumza hili kuanzia mwanzo kuwa kuna siku iwe 2027 au uje uchaguzi mwingine mbele, kuwa ushawishi wa AIPAC utaondoka, kwa sababu AIPAC kitu pekee anachowamiliki wanasiasa wa Marekani ni fedha. Na nikawapa mfano kuwa uchaguzi uliomalizika AIPAC ilitumia kati ya dola milioni 120 kuwafadhili tu wanasiasa wa Republican na Democrat, lakini Elon Musk peke yake alitumia milioni 280 kufadhili chama kimoja tu cha Republican. Kwa hiyo niliwaambia kwa watu kama Elon Musk lazima kichwa kisome kuwa ili niweze kuwa na ushawishi, kwa sababu Elon Musk anachokisoma kuwa Israel inafaidika na Marekani, lakini imewekeza wapi? Imewekeza kwa wanasiasa tu, haijawekeza kwingine. Lakini mbona wanasiasa, yeye amewekeza zaidi, pesa nyingi kuzidi AIPAC alichowekeza. AIPAC kaweka 120, yeye kaweka 280, lakini anaona kuwa kumbe mimi niliwekeza sehemu wrong. Sasa nikasema kuna siku mtu atakuja kutaka kuwekeza kwa wanasiasa wa Marekani wawe upande wake. Tajiri tu atakuja kuwekeza ili wawe upande wake, wampe favor, kwa sababu kinachofanyika kwa Israeli ni Israeli, mashirika ya Kizayuni yamewekeza kwa wanasiasa wa Marekani, kuwanunua, kuwapa fedha, kuwapiga lobby, ambayo ndio wamekuwa watumwa wa hiyo lobbying. Sasa tayari Elon Musk naye analiwaza hilo kuwa ni lazima ni wamiliki wanasiasa, au ni lazima tuanzishe chama ambacho kitaenda kufanya challenge kubadili mwelekeo wa nchi kama hii. Sasa
yote yanawezekana. Tuone nguvu zake zitaishia wapi. Lakini shida nilionayo kuwa utajiri mkubwa wa Elon Musk uko ndani ya Marekani. Kama utajiri wa Elon Musk ungekuwa nje ya Marekani, ningesema aendelee, nimpe go ahead. Lakini kama utajiri wake ungekuwa China, ningesema naamini moja kwa moja kuwa huyu anaenda kutimiza na anaenda kuangusha kabisa nguvu ya Democrat na Republican. Lakini kwa sababu utajiri wake mkubwa uko ndani ya Marekani na minyororo mikubwa, asilimia zaidi ya 70 ya matajiri wa Marekani, njia za utajiri za Marekani zimeshikiliwa na Wayahudi na Wazayuni kwenye njia ya utajiri. Kwa hiyo ni rahisi sana kumhujumu Elon Musk mpaka kwenda kufilisika kwake. Sasa sijui amejipanga kwa njia gani kukabiliana na hili. Hatuone kama pumzi yake itakata, kwa sababu alisema kuwa mswada ukipita atalazimisha na yeye anavyoona na ataanzisha ataanzisha. Sasa mswada umepita, ngoja tuone kuwa anaenda kutimiza lipi. Je, atalikamilisha? Na kama atalikamilisha, dunia inaenda kuwa huru, kwa sababu dunia inaenda kutoka kwenye makucha ambayo yasiyotenda haki, makucha ya kidibwana kidogo kilichojipachika ndani ya dibwana kubwa ambalo linararua ulimwengu kwa kiwango cha hali ya juu sana. Jamani, katika ugomvi huu tuwaombee dua waendelee na ugomvi. Elon Musk, Trump waendeleze ugomvi na hayo yaendelee ugomvi, ili ulimwengu uwe huru na salama. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.